kati ya eneo ambalo shetani atataka kukumaliza nalo katika kumtumikia Mungu kwenye kusudi lake ni kukuwekea roho ya kukukataa ndani ya mifumo ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya kitu unachofanya kipate kufanyika vizuri, kipate kustawi. Mungu aliumba ulimwengu ufanye kazi kwa mifumo. Iwe ni samaki lazima waishi kwa mfumo, wawe ni wanyama lazima waishi kwa mfumo, mimea lazima iishi kwa mfumo, nyota zinaishi kwa mfumo, sayari zinaishi kwa mfumo, na watu wanatakiwa kuishi kwa mfumo. Na kuna mifumo ambayo inatakiwa kubeba kibali chako kwa ajili ya kutumika na ukubalike mahali pengine. Wanafikiri ni kwa nini? Ukisha anza kutumika, vita ya kwanza utaikuta kutoka kanisani. Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Sasa hii nazungumza na wahubiri. Umewahi kujiuliza ni nini? Kwa sababu ndio mfumo ambao Mungu amekufanya kiungo kwenye mwili huo. Kiungo kikikukataa kwa sababu yoyote ile, ujasiri wako wa mahali pa kusimama, sio kwamba huwezi kusimama, lakini kuna kuchanua kwako hakutafika mbali, kwa sababu mifumo kazi yake ni kukusaidia upate kuenea, upate kustawi. Okay, cheki. Kama wewe ni mfanya biashara na huko kwenye mfumo, biashara yako haiwezi kukua. Ninachotaka uelewe ni kwamba kuna namna, kuna mfumo ambao unaweza ukatengenezwa. Huduma yoyote ambayo haishirikiani na wenzake haikui, hawezi kuwa. Kutafika mahali huwezi fanya kila kitu. Unatuona saa hizi tuna watu wengi, lakini tulipokuwa tunaanza huduma tulikuwa wawili na mama tu. Mahubiri yangu ya kwanza nimehubiri na nimerekodi kwa radio cassette niliyokuwa nakaa nayo kwenye madhabahu, nikisema funga macho tuombe kwa ajili ya neno. Wakifunga macho na bonyeza record kiti. Sasa ilikuwa inaenda dakika 60 alafu inajirusha tena kiti imetoka. Naambia tusubiri kidogo nibadilishe cassette. Niko katikati ya mahubiri, nabadilisha cassette na bonyeza. Naendelea na mafundisho. Huduma inapokuwa unawahitaji wenzako, na sio tu wenzako, unahitaji mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimechukua muda mrefu kuzungumza hapo? Kwa sababu Paulo, Mungu alimuongoza kwa wenzake waliokuwa Yerusalemu. Alipotafuta namna ya kujiunga na wale wanafunzi, walimkataa. Kwa nini? Kwa sababu ya ushuhuda. Hawana ushuhuda wa pili ya kwamba huyu amekuwa chombo kiteule, amebadilika na anahubiri habari za Yesu, huyu ambaye alikuwa anamkataa. Ndio maana Mungu lazima akuinulie wakina Barnaba wa kwako, ambao wanajua ushuhuda ulio nao, wanajua jana ulikuwa hivi na leo uko hivi. Kwa hiyo Mungu atakapokufungulia mlango, kunakuwa na neema double. Kunakuwa na neema ya kwako na neema ya Barnaba, ambayo inaenda kukupeleka kwa watu walioko kwenye mifumo, wale ambao ndio watakao kusaidia. Biblia inasema alikaa katikati yao akiingia na kutoka. Maana yake alitulia, alikuwa na mahali ambapo ameweka msingi wa huduma yake. Ana uhuru wa kufanya kazi ya Mungu, anaenda anarudi, anaenda anarudi, anaenda anarudi. Kwa nini? Kwa sababu walimpokea kwenye mioyo yao. Hicho kibali kilitokea kutoka wapi? Kilitoka kwenye neema ambayo alikuwa amepewa. Lakini sasa hiyo neema ilikuwa inahitaji neema ya Barnaba. Barnaba na yeye alikuwa anataka akifika pale amtambulishe ya kwamba huyu ni mtumishi kama sisi, anahubiri kile kile tunachohubiri. Inawezekana ni tofauti, lakini anahubiri kile kile anachohubiri. Apokelewe, akapokelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana ulifukuzwa kazi mahali fulani kwa sababu hukuwa mwaminifu, na baada ya pale ukajutia shida yako, ukaokoka. Sasa umekuwa mwaminifu, unaenda kwenye kazi mahali pengine, unafika tu namna hii, unaona watu wanatazamana, wanaenda kumtafuta bosi. Wanapofika kwa bosi wanasema, tumeona huyu sijui kama anakuja kuomba kazi, lakini sijui Mungu atakavyokuongoza. Lakini kule tulikotoka, unajua kitu alichofukuzwa? Aliiba. Wanao ushuhuda wa jana, lakini umekutana na Yesu kwenye Damascus yako. Neema ile itakutetea. Haijalishi umepita mahali pagumu kiasi gani, lakini kama Yesu amebadilisha maisha yako, ile roho ya kukataliwa ofisini, ile roho ya kukataliwa kwenye kazi kwa sababu wana ushuhuda wako wa zamani, Mungu kwa neema yake akufungulie watu watakaotambulisha ushuhuda wako mpya, ya kwamba wewe ni kiumbe kipya,
ya kwamba wewe ni kiumbe kipya, wewe ni kiumbe kipya. Mungu amebadilisha maisha yako. Ni kweli ulikuwa unagombana na watu, lakini ugomvi umeisha. Ni kweli ulikuwa mwizi, lakini Yesu amekusamehe, amekufanya kuwa mwaminifu. Rapa karama shandaraba saka.